Eneo la hapa nyuma kwangu ndio lilikuwa eneo la mabanda ya papa. Mwishoni mwa 1985 mpaka 7 hivi ndio walikuwa wanakucha, lakini bado yalikuwa ni mabanda ya papa. Kwa vijana kama hawa nadhani kama wanaelewa historia hiyo au wanajua, maana wengi watakuwa hawajazaliwa. Ndani ya jiji la Tanga kuna eneo linalojulikana kama mabanda ya papa, jina ambalo kwa wengi ni la kawaida, lakini kwa walioshuhudia zamani lina historia nzito iliyojaa simulizi za maisha. Kwa hiyo wananchi wa Tanga waliendelea kutumia papa na sehemu ya mabanda ya papa mpaka mwaka 1980. Tunakutana na mzee Shekue, mkazi wa muda mrefu wa eneo hilo, ambaye amekulia akishuhudia mabadiliko ya mabanda ya papa kutoka enzi za nyuma hadi sasa. Kwa sauti yenye utulivu na kumbukumbu zisizofutika, anaanza kutufungulia ukurasa wa historia hiyo. Historia ya mabanda ya papa ilianza mwishoni wa karne ya 18. Waajemi, sisi tukiwaita Washihiri, wapo walikuwa wakisafiri baharini na wakivua papa. Wamevua papa kipindi hicho cha utawala wa sultani kwetu Waingereza, yani mwanzoni na mwishoni mwa 1900. Wakawa wanaleta papa sehemu ambayo sasa inaitwa mabanda ya papa. Palikuwa na majengo mengi, yote waliyakodi na wakawa wanajaza papa. Wananchi wa Tanga na nchi za jirani walikuwa wanakuja kuchukua papa hapa. Kwa hiyo pakafahamika kama mabanda ya papa. Papa kama chakula kikuu cha watu wa Tanga, ilibidi watu wauze papa wakubwa na mpaka papa wadogo. Kwa hiyo wananchi wa Tanga waliendelea kutumia papa na sehemu ya mabanda ya papa mpaka mwaka 1980. Kufika 81 na 5 mabanda ya papa yalikufa kutokana na Wayameni hao kuacha biashara hiyo ya kuuza papa, na wananchi walinunua na kukarabati sehemu ya majengo hayo sasa na kufanya biashara. Hapa unaweza kusema ama kwa hakika uzee ni hazina, lakini je, vijana wanajua historia hiyo? Mimi hapa niliingia mwaka 2006. Mwaka 2006 kuwa kuna soko linaitwa soko la Madina, ambalo ile soko lilihamishwa au lilikufa. Maanake lilikuwepo soko la Madina na soko la Mgandini, na soko la Mgandini limebaki hivyo hivyo. Madina limekufa kati ya mwaka 2007 kwenda 2008 ndio likafa lile soko la Madina. Lakini mwaka 2005 2006 lilikuwepo soko la Madina na mabanda ya papa alikuwa yapo, kulikuwa kunauzwa papa, ndio kupatokea hilo jina la nini la mabanda ya papa, huitwa mabanda, na zile papa kwa sababu zilikuwa zinauzwa ndio kukaitwa mabanda ya papa. Historia kama hizi si tu kumbukumbu za wazee, bali ni hazina inayopaswa kuhifadhiwa kwa vizazi vijavyo. Swali linabaki, je, tunatunzaje simulizi hizi kabla hazijapotea pamoja na waliobeba kumbukumbu zake? Ni kweli watu wengi wanakuja sehemu hii ya mabanda ya papa, ambayo sasa hivi hayo mabanda ya papa hayapo, lakini ni maarufu kwa ajili ya mabanda ya papa. Sasa ni vizuri serikali wakiamua kwamba tuweke alama labda ya papa, hayo mabanda yalikuwepo, mtu akitokea mgeni akija akiambiwa hapa ni mabanda ya papa, anajua kweli hapa ni mabanda ya papa kwa kuonyesha ile alama. Kwa maana hata mabucha, ukiona kuna bucha hizi za nguruwe zimechorwa nyama ya nguruwe, papa nao wangewekwa hapa, ingekuwa ni vizuri zaidi. Na kama serikali ikaweka kila mkoa kuwa na ukumbusho
kwamba mahali hapa kulifanyika kitu fulani na mkoa huu ulifanyika kitu fulani, italeta tija kwa vizazi vya sasa hivi, hasa vijana ambao wamezaliwa karne hii. Vitu vingi hawavijui, huwa wanasikia tu historia, lakini hakuna kitu chochote ambacho kinaonyesha kwamba maeneo hapa ya Tanga labda kulikuwa kuna kitu fulani ambacho kinaashiria kwamba eneo hili watu walikuwa wanafanya hizo shughuli au walikuwa wanafanya hizo biashara. Ama kwa hakika ni historia yenye kuvutia, lakini pia na ya mafunzo ndani yake. Kwa hakika hii ndiyo Tanga atakaye na aje. Kutoka Tanga, Juma Ungano, Crown Media. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.